wa hapa National Housing Fire. Nimekuja mimi pamoja na mwakilishi wa mkurugenzi, wajumbe wenzangu wa kamati ya usalama, kwanza kuzungumza nanyi, pili kuwasikiliza, lakini tatu kuwaambieni tulipata taarifa zenu za uwepo wa mgogoro wa ufungaji au utengenezaji wa eneo hili kwa kuweka mageti. Ziko pande mbili, moja ambao ni National Housing na wapangaji wao kuweka mageti, lakini ya pili ni baadhi ya wananchi wakiwepo na viongozi wa serikali kwamba barabara hizo zinazuiwa. Hivyo sisi kama serikali tuna wajibu wa kuja kwanza kuwasikiliza nini changamoto ya mgogoro wetu, lakini la pili kuona namna gani tunatatua changamoto hizo. Hivyo kabla sijaendelea, ni vizuri nipate nafasi ya kuwasikiliza. Kwa jina naitwa Malik Faraji, naongea kwa niaba ya wenzangu ambao ni wakazi wa hapa Faya kwenye kunaita kijiji cha Kamini, na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Mnamo tarehe 18 Januari mwaka 2026 tulifanya kikao pamoja na meneja wa shirika la nyumba Upanga juu ya kuweka uzio. Pia eneo hili limezungukwa na barabara ya Mazengo, barabara ya Morogoro na ukuta wa zimamoto fire. Katika eneo hili hali ya ulinzi na usalama hairidhishi. Wananchi wa hapa tunaishi kwa hofu kubwa. Kadri muda unavyozidi kwenda kulinganisha na maeneo mengine ambayo yamezungushiwa uzio, kwani matukio ya uporaji, ajali, uchafuzi wa mazingira, madanguro haramu, biashara zisizotambulika na serikali na washirika wa nyumba zikizidi kushamiri kila kukicha. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunaomba kukupa taarifa kuwa ndani ya mwaka huu tumepata matukio ya kuibiwa magari matatu, pikipiki kadhaa, pamoja na pampu za kupandishia maji mara kwa mara. Vifaa vya magari kila siku wakazi wamekuwa wakiibiwa mbalimbali vya thamani, na baadhi ya matukio haya tuliwasilisha kwenye vyombo vya usalama. Na mageti yalikuwa yako wazi kwamba mchana watu waweze kupita, usiku ndio pazuiwe. Okay, mimi naomba kwanza nikushukuru Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa kuja hapa kutusikiliza. Katika kero ambazo zimeongelewa, kuna kero ambayo naomba nisisitize: uvamizi kwenye nyumba. Waizi wanateka advantage ya hizi barabara kupita kuingia katika nyumba za watu. Ukiangalia CCTV ya mwizi alioingia nyumbani kwangu, yule mwizi kuanzia saa 1 alikuwa anazunguka around katika maeneo haya mpaka alipomwona tu mtoto katoka nje, yeye akateka advantage. Naitwa Miskondo, ni katibu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Upanga Magharibi. Sisi kama chama, biashara yetu kubwa ni watu. Hatuna biashara nyingine yoyote. Katika eneo hili ambalo sisi tuna ofisi, tuna tawi hapa. Tawi letu sisi lina wanachama zaidi ya 2500. Lakini hatukuhusishwa katika swala hili la mageti. Sisi kama wadau katika eneo hili hatukuhusishwa katika uwekaji wa hayo mageti. Lakini katika hili eneo tuko hapa muda mrefu. Mimi na vipindi 4 vya uongozi kama katibu hapa. Hili eneo linatumiwa na watu mbalimbali. Na hili eneo ni eneo la umma. National Housing ni mali ya serikali na serikali ni ya watu wote. Kwa hiyo sisi kama chama hatukubaliani na uwekaji wa mageti, na serikali ni sisi wananchi wake. Sisi ndio tuliweka madarakani serikali, wananchi, na tunaomba serikali itusikilize. Isichague watu 20, 50 kwamba wao wakanufaika na eneo la serikali, watu wengine zaidi ya mamia wakakosa eneo kutumia, wakapita barabarani, mabarabara ni mafinga. Mimi ni kwamba hapa inaonekana tuko wenye viti wawili, sio mmoja. Kwa sababu kama kulikuwa na Kamini Flats alivyosema mtu hapa hakuna Kamini Flats. Hapa kuna National Housing. National Housing ni nyumba za shirika ambazo kila mtu anatakiwa, yani kila mtu anahusika nazo. Ikiwa kitu ni cha serikali, hausiki tu mtu mmoja, anahusika kila mtu. Lakini pia process yenyewe ya kuweka hayo mageti imefanywa sivyo ndivyo.
kwa sababu mimi kama mwenyekiti nipo. Kwa nini wasije wakaniletea? Januari hapa tulikuwa tuna kikao, mwezi Januari tulikuwa tuna kikao. Kikao kile hakuna hata mtu mmoja alosema ana malalamiko ya ulinzi na usalama. Hakuna. Na muhtasari huko. Na wamehudhuria wote hawa. Si hapa. Hii hapa mimi. Na signature zao. Hii hapa na signature zao zimo. Na signature zao zipo. Hakuna alongea. Tuliongelea suala la parking. Na mimi nikaenda mbio mpaka nikapewa ruhusa katika kila nyumba wapewe gari moja. Ndio tukatafuta stickers. Tulivyotafuta hizo stickers zinafanywa bure. Sticker lazima uzifanye, sticker za high quality nikazitoa. Tena sticker 2 kwa 6,000 wananzulia. Nimekwenda haji, namwachia Mwenyezi Mungu. Atalipa. Atalipa. Lakini nimeuza sticker tena, kila mtu kachukua sticker 2 kwa 6,000 na wengine wazee hata wale pale kina naniu nimewapa bure. Kuna ambao hawana naniu nimewapa bure. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, wangefuata utaratibu. Wangeanza kwangu. Mwenyekiti, kuna tatizo hili, au kama umeibiwa au kama kaja jambazi, aripoti kwa OCD. Kufika katika eneo hili ambalo kweli shirika la nyumba tunatambua kwamba kulikuwa na mgogoro huo, na tumejaribu kukaa na wapangaji wetu kutafuta suluhu. Eneo hili kama tulivyozunguka, tuanza kusema mwanzoni mpaka mwisho, hivi vyote ni viwanja vya National Housing ambao vinaanzia plot namba 876 ambayo inaanzia mwanzo mpaka mwisho, na hapo inaanzia 484 mpaka 891 kule mwisho, ambao hili lote kwenye survey plan ya mipango miji. Hili lote ni eneo ambalo ndani yake hakuna barabara ya mtaa wala barabara ya watu kupita ambao mpangwa na mipango miji. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, eneo hili hapa ambalo wenye kamera wanaweza kaliona, eneo ni hili limezungushiwa, ni viwanja vyote vimefungwa, katikati hakuna barabara. Hizi barabara zilizoachwa ni kulingana na design iliyofanywa miaka hiyo, kwamba ni kwa ajili ya wakaaji humu, kwa ajili ya circulation, kwa kitaalamu wanaita ni kwa ajili ya watu kupita, kwa ajili ya watu kupita wanaokaa maeneo haya, lakini vile vile wageni wanaoingia maeneo haya waweze kuingia na magari yao, na vile vile waweze kutoka katika eneo hili. Kazi ya kuhakikisha kwamba jengo liko katika hali ya usalama au estate zetu katika hali ya usalama ni wajibu wa Shirika la Nyumba la Taifa, na kazi yetu sisi huwa hatufanyi sisi peke yetu kama National Housing. Huwa tunakaa na wapangaji wahusika katika eneo hile, tunakubaliana modalities, jinsi ya kukaa katika majengo yale au jengo lile. Sasa baada ya kukaa na wapangaji wote, na hapa baada ya tukubaliana sasa tuweke utaratibu kwanza, tuzuie watu ambao wahusika humu ndani. Kuwazuia simaanishi kwamba usipite. Kuzuia ni kwamba tunataka tutambue wanaopita wanaenda wapi, kwa madhumuni gani na kwa nini. Akiruhusiwa getini hawafungi kwamba wewe usipite, hapana. Na hawa wanafunzi tunaowasema shirika la nyumba au serikali au mlinzi iko pale, mtoko tunataka kuvua kwenda pale, haiwezekani kuzoewa. Kumza kile ambacho yeye binafsi anaamini ndio sahihi kwa upande wake. Hivyo nitumie nafasi hii kwa niaba ya serikali niwapongezeni. Mmekuwa huru kuzungumza kile ambacho mnaamini. Mimi na wenzangu pia tumepata nafasi ya kupitia document na maombi mbalimbali ambayo National Housing na wakazi wameleta. Mimi na wenzangu, naamini na waandishi wa habari tulikuwa pamoja, tumepata nafasi ya kuzunguka eneo lote hili. Tumeona kweli eneo lote hili lina nyumba za National Housing. Lakini mimi pia na wenzangu tumefanikiwa kupita humu ndani. Tumeona kuna shughuli zingine zinaendelea ambazo hazihusiani kabisa na National Housing. Na watu wengine wana shughuli zao, lakini malipo yale hayaendi National Housing. Lakini pia tumepita, tumeshuhudia, tumeona kuna baadhi ya njia kama barabara zinapita. Aidha zinapita kushoto kulia, lakini zipo zinapita humu. Sasa ni nani anapita? Siwezi kukaa hapa nikaamini fulani anapita na fulani hapiti. Lakini pia tumepitia, tumeona baadhi ya dokumenti ya maombi ya marekebisho au matumizi ya mageti. Sasa
Ndugu zangu, nimekuja na wenzangu wajumbe wa kamati ya usalama, tumepata nafasi ya kubadilishana mawazo hapo. Kuna baadhi ya vitu na sisi tumejiuliza kwenye maeneo haya ya usimamizi wa sheria, usimamizi wa taratibu na mambo mengine. Hivyo tunawataka mturuhusu wiki mbili. Sawa? Katika wiki mbili ni waombe kwa wakazi National Housing na viongozi wa Chama cha Mapinduzi wenye tawi kwamba tuachie wiki mbili kabla ya shughuli nyingine yoyote hapa kufanyaje? Kuendelea. Mimi sasa na wenzangu tunaenda kutumia timu ya wataalamu. Watakuwepo upande wa jeshi la polisi kwa sababu kuna tuhuma ambazo zimekuja, lakini pia tutapata ushauri kwa ngazi zinazohusika, mfano ngazi ya mkoa, ili tuweze kushauriana kwa pamoja, kwa sababu hili eneo ni eneo kubwa, ni eneo muhimu ambalo kila mmoja tuna wajibu wa kuhakikisha usalama na amani katika eneo letu hili la Faya. Kabisa. Niwaombe na niwatake wana Faya, wananchi wa mtaa huu, tuheshimiane, tusiwe na ugomvi. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan haitamtupa mtu.